yuko katika hali ya sintofahamu kwa sababu siri iko karibu kufichuka. Nikajiuliza, hivi watoto 5 na wote sio wa mume wake, na mume wake hajui, yeye anaendelea kulea kana kwamba wale watoto ni wake. So ndio ikaniletea akili ya kwamba hivi ni wanaume wangapi waliopo kwenye ndoa wanalea watoto ambao sio wa kwao. Yaani nikasema hapana, hata kama kugongewa ni constant, lakini lazima nilizungumzie hili. Mwanamume, usipigwe chenga aidha na mwanamke wako na Amina Manyonyo ama mke wako ndani ya nyumba. Sasa mimi nitakupa kodi za wewe kutambua na kujua iwapo mimba ama huyo mtoto ni wa kwako. Sawa? Kwa sababu yani mnapigwa changa la macho sana. Sawa? Na inasikitisha sana kuona kwamba mwanamume ama mwanamke amemzidi mume wake kete kwa sababu tu huyo mume hajui kutathmini kama mtoto ni wake ama sio wake. Kitu cha kwanza ambacho unafaa kufanya ili kujua kama hiyo mimba ni yako ama huyo mtoto ni wako ama sio wako, hesabu siku zake. Kwa mfano, kama mtoto itakuwa amezaliwa Januari 2025, rudi nyuma miezi 9 ambapo itakuwa kwenye Aprili hapo 2024, na siku zake za hatari kwake zilikuwa kwenye tarehe 10 hadi tarehe 17 Aprili mwaka 2024. Sasa ni ukae chini, utafakari, kisha ujiulize ulikuwa naye katika hizo siku au la. Do the math. Kisha ukipata jibu utajua mimba ni ya kwako ama sio ya kwako. Huyo mtoto ni wako ama sio wako. Pili, unafaa kujua, je, kulikuwa na mwanamume mwingine wakati huo ama ulikuwa peke yako? Kama wakati mlikuwa pamoja ama mko pamoja kulikuwa na mwanamume mwingine ambaye unahisi, yani unajua fika kwamba huyu alikuwa naye anashiriki naye tendo la ndoa, basi chansi ya kusingiziwa mimba ni kubwa sana. Jiulize tu, ulipokuwa naye katika mahusiano kulikuwa na ngulusumu nyingine yoyote ambayo ilikuwa inajihusisha katika kuvumbulana naye ama ulikuwa peke yako? Kama ilikuwa unapiga show wewe na mwenzako, basi jua chances za wewe kusingiziwa ujauzito ama mimba ni kubwa sana. Kodi ya 3, msikilizaji. Yani hata kama sio mara zote, lakini mtoto akizaliwa lazima mfanane sura. Sawa? Nimetangulia kusema japo sio mara zote, ila mara nyingi mtoto huwa anafanana sana na baba yake, kuanzia kwenye rangi ya ngozi, kwenye macho, kwenye pua, masikio, hata kucha, vidole. Yani hizo details ndogo ndogo angalia. Kama we mwenyewe unajua una pua kubwa ya kutoka hapa mpaka hapa, alafu mtoto kazaliwa yani pua imechongeka hiyo kiasi cha kwamba hata kinywa maji anaanza kuchocha pua kwanza ndo maji afike kwenye mdomo, lazima uwe na tashwishi. Mwenyewe unajua baba, mpaka unakosa viatu kwa sababu ya vidole vyako viko kama tangawizi mbichi. Alafu ukiangalia mtoto kazaliwa miguu imenyooka, jua hapo kuna tashwishi. Unajijua kabisa mimi mguu wangu hauna mvungu.
mwangalie mwanayo. Kwa hivyo mtoto akizaliwa, japo sio mara zote, basi lakini mnafaa kufanana sura. Kitu chengine, mnafaa kujua magrupu ya damu yaendane. Kwa mfano wewe baba utakuwa upo kwenye group O, mama yupo kwenye group O, mtoto akawa na grupu A, basi huyo mtoto sio wa kwako. Baba una group A, mama ana group A, alafu mtoto akawa na group B, huyo mtoto sio wa kwako. Jambo jingine unafaa kujiuliza, wewe ulikuwepo? Kama ukuwepo, kwa mfano ulikuwa safarini, manake hapa ndio kuna kipengele. Kama ulikuwa safarini, unafaa pia kujiuliza. Manake unajua unaweza kufanya mathematics na ukajiuliza, hapana, hii siku anayoniambia nilimvumbula, mimi sikuwepo. Labda nilikuwa nimesafiri kikazi, ama labda hata ulikuwa uko hospitalini umelaza mwenyewe unaumwa. Sawa? So majibu unayo. Kaja hapo amekuletea utapeli, jua tu hiyo mimba sio yako. Kitu chengine unafaa kufanya, upime ultrasound mapema. Mwanamke akipima ultrasound katika wiki ya 6 hadi ya 10, unaweza kupata picha ya siku mimba ilipotungwa. Teknolojia. Sawa? Sasa linganisha na siku mlipokutana. Usizidiwe kete ndugu yangu. Sawa? Haya, jambo jingine. Je, umeshtukiziwa, ama yani ili jambo la mimba limekurupuka, ama wewe ulikuwa unalijua? Nikikupatia taswira. Yani mmekutana mara moja tu. Sawa? Mmekutana mara moja, alafu hamujaonana tena na huyo mwanamke miezi kadhaa ikapita, alafu ghafula anakuja kukuambia ana ujauzito wake. Yani mwanamke ulipita naye siku moja, mkavumbulana, haja kupigia simu, haja kutumia ujumbe mfupi, ghafula binfu baada ya miezi kadhaa anakuja na mimba iko kubwa tu sana, anakwambia hii mimba ya kwako. Ukimwangalia kwa uzuri, hiyo mimba kama ni chini sana, basi ni kwenye miezi 6, 7, 8 hapo. So kushtukiziwa ndio wengi sasa hapa huwa wanapigwa na changa la macho, kiasi cha kwamba mpaka akumbuke, hivi wewe nishawahi kulala na wewe? Yule mwanamke aanze sasa kukariri, ilikuwa siku fulani, hukumbuki. Yani hapo changanya na za kwako. Sitokuambia kila kitu, akili ni nywele, kila mtu ana zake. Na kama utakuwa una pesa na una uwezo wa kufanya DNA, basi we pima DNA. Sawa? Na hili linaweza kufanyika wakati wa ujauzito ama baada ya mtoto kuzaliwa. Na DNA, kitu kinaitwa DNA huwa kidanganyi, kwa sababu uhakika huwa ni 99%. Nimeamua kulizungumzia hili kwa sababu hicho kisa kilinisikitisha sana. Nadhani wewe msikilizaji pamoja na mtazamaji uliweza kusikiliza kile kisa.